Unaambiwa miaka ya 60 Singapore ilikuwa masikini kuliko nchi nyingi za Afrika. Ilo naambiwa mabwana hao walimpata Lee Kuan Yew na historia yao ikabadilika ghafla. Unaambiwa umasikini ukatoka kwa watu ukahamia kwenye vitabu na majumba ya makumbusho. Halafu ukubwa wa Singapore ni nusu ya jiji la Dar es Salaam. Ilo unaambiwa uchumi wake unaizidi nchi zote za Afrika Mashariki kwa pamoja. Sasa hapa bwana habari kubwa ni malofa kuwa matajiri wakubwa wa dunia. Tena unaambiwa ndani ya miaka 10 tu tangu uhuru. Haya ni matokeo ya akili kubwa ya Lee Kuan Yew. Huyu bwana alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Singapore. Huyu bwana Lee anatufundisha kwamba utajiri sio rasilimali. Utajiri bwana ni akili. Singapore hawana rasilimali kama vile tulizonazo Afrika, lakini wametuacha. Unaambiwa huyu bwana alianza kutawala Singapore akiwa na umri wa miaka 35 tu. Akaishangaza dunia kwa sababu uongozi sio umri bali ni akili. Na unaambiwa mwaka 1959 Singapore ilipopata uhuru, wa Singapore walifikiri kwa udogo wao wasingeweza kuendelea. Kwa hiyo wakaamua kuingia kwenye muungano na Malaysia. Kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ingawa kuna umoja mwingine ni wa kupotezeana muda kweli kweli. Na unaambiwa hata hivyo wa Singapore waliona muungano ni bure kabisa. Wakaandamana kuvunja na ilikuwa ni mwaka 1965 wakaondolewa. Lee bwana huyu alilia sana wakijua wamekwisha, maana hawakuwa na rasilimali kabisa. Unaambiwa hata maji ya kunywa walitegemewa kwa majirani zao. Hata hivyo Lee akasema ni kweli hatuna rasilimali, tena hususan ardhi na madini, ukichanganya na misitu kama mataifa mengine, lakini wana rasilimali akili ambazo hizo zilizomo kwenye vichwa vya watu. Akatengeneza falsafa yake ya MPH, akaitumia kutawala. Singapore ikatoka mashenzini. Kisiwa cha wavuvi malofa kikasajiliwa katika nchi za ulimwengu wa kwanza. Ama hakika mabwana hawa wanastahili makofi mengi tafadhali. Ni kweli wanastahili makofi kwa sababu viongozi kibao wakaanza kumiminika Singapore kujifunza. Na moja ya mafunzo ni kwamba huyu bwana mdogo kapigaje pale. Kiongozi wa China bwana Deng alikuwa miongoni mwao kufika kujifunza. Yeye alipewa ushauri kuachana na vita vya Usovieti na kufanya mabadiliko ya kiuchumi. Huyo Deng aliuchukua ushauri mzima, akaufanyia kazi. China ikaitika. Leo China ikikohoa, dunia inapiga chafya. Alimshauri na Nyerere achane na ujamaa, aige mifumo mingine. Akasema hawezi kuiga mifumo ya watu kula watu. Ila Nyerere kiukweli alikuwa ni mtu wa kipekee. Hebu tuichambue kidogo falsafa ya MPH. Tukianza na meritocracy, huu ni mfumo unaompa mtu nafasi ya kuangalia uwezo alionao na sio undugu, ushikaji, ushosti, uchawa wala connection. Huyu mwamba aliamini nchi itajengwa na watu wenye akili kubwa. Kwa hiyo alipeleka watu kusoma na sio kuchukua degree wakarudi na maarifa. Unaambiwa wakatumia maarifa hayo kujenga nchi. Unaambiwa elimu inalipa kweli kweli, lakini sisi tunaichezea. Benjamin Franklin aliwahi kusema, sote tumezaliwa wajinga. Tunahitaji bidii kidogo ili kuwa na maarifa, au bidii kubwa sana ili kuendelea kubaki wapumbavu. Baadhi huchagua njia ya pili. Kumbe basi maendeleo yanaletwa na kiongozi mwenye akili bila kujali anatoka chama gani, kabila gani, dini gani au ukanda gani. Akiwa na akili apewe ridhaa, atatuvusha. Mwenye akili asipigwe vita kama tunavyofanya kwenye ofisi zetu nyingi. Ukiwa na akili ukazionesha utakoma. Hata wachunga ng'ombe wanatakiwa kuwa na akili kuliko ng'ombe anaowachunga. Singapore mpaka leo akili inalipa. Kama unazo nenda. Kule ukiwa kichwa unakula maisha. Huku kwetu ukiwa kichwa na hauna connection utakula kichwa chako bwana Haya yanatokea kwenye jamii zenye wajinga wengi. Lee aliwahi kusema hii tabia ya watu waliosoma sana na kwenda kuoa wanawake ambao hawajasoma uchangia nchi kujaa wajinga wengi. Eti kwa maana aliwasisitiza wasomi kuoana na wasomi wenzao, lakini pia aliwalaumu watu wenye akili kuzaa watoto wachache na tena kuachia wajinga kuzaana sana. Jamani, huyu bwana Lee alisema suala la akili sio la malezi, ni suala la vinasaba. Ndio maana zile familia loyo hazioi familia za kikawaida na masikini. Unaambiwa Lee anasema kuna mfalme wa China kila mwisho wa mitihani alichagua mwanafunzi bora na kumzawadia binti yake aoe ili azae watoto wenye akili.
Anasema huu ndio ukweli, ingawa watu wa nchi za magharibi wanaupuuza kwa kudanganya kwamba watu wote ni sawa. Binadamu sio sawa, ndio maana hata ukiwapa fursa ya sawa bado matokeo yatatofautiana. Wajinga wataonekana na werevu wataonekana. Watu walimshambulia kwa kauli yake hiyo ya kibaguzi mpaka kura za chama chake zikapungua kwa 12% katika ule uchaguzi wa mwaka 1984. Lakini bwana huyu ndio kwanza hakujali. Siku zote alipenda kusema, unapoamua jambo usikubali kurudi nyuma hata kama unakwenda kaburini. Kwa hiyo kwa mujibu wa Lee, sio kila mtu anafaa kuwa kiongozi, hata kama anafanana na kiongozi. Unaambiwa sokwe mtu ana kila kitu kinachofanana na mtu, na kuna wakati utembea kama mtu kabisa, ila baada ya muda kidogo utamkuta anatembea kama ng'ombe kwa sababu sio mtu. Kanungu yeye si nungunungu na mjusi hawezi kuwa mamba, eti kwa sababu tu wanafanana. Unaambiwa uongozi sio asali kila mtu alambe. Huna akili, kaa pembeni uongozwe. Katika hili bwana wewe nimelia sana. Kwa hiyo ukipewa uongozi ukashindwa kuwavusha watu wako, basi wewe sio kiongozi ingawa unafanana na kiongozi. Huyu Lee anasema kiongozi lazima aonyeshe njia, na hiyo ndiyo maana ya uongozi. Eti unapewa uongozi unavurunda halafu unasema ulikushauri vibaya. Hivi tangu lini mkia wa mbwa kwa tikisa mbwa? Huwezi kuwalaumu abiria kwa mwendo mbaya wa gari, utachekwa. Unaambiwa Lee anasema tatizo la viongozi wengi wanatanguliza maslahi binafsi kuliko maslahi ya watu wengi, na ndio maana nchi zao haziendelei kama Singapore. Na katika kitabu chake cha From Third World to First World The Singapore Story, ukurasa wa 363 mpaka 64, anasema mwaka 1973 walihudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola huko Ottawa, Canada. Unaambiwa alishangaa kuwaona marais wa Kenya na Nigeria wakiwasili kwa ndege binafsi kuomba misaada. Yani eti unakujaje kuomba kitajiri? Halafu anasema viongozi wengi ni wacha Mungu, wamekariri mistari ya Biblia na Qur'ani vizuri tu. Wanatoa fungu la 10, wanasali mara 5 kwa siku, wanakwenda hija, wanafunga Kwaresma na Ramadhani, wanapokea mwili wa Kristo, lakini hawana huruma na watu wao. Nchi zao hazina huduma nzuri za jamii, lakini wao wanaishi vizuri. Anajiuliza inakuwaje wanaenda kinyume na mafundisho ya mpende jirani yako yaliyoandikwa katika vitabu vitakatifu. Unaambiwa ni maajabu kwelikweli. Na katika pragmatism, katika kuijenga nchi, aliangalia njia ambazo zingempa matokeo makubwa kuliko ile kupoteza muda na nadharia zisizokuwa na matokeo aliyoyataka. Unaambiwa kwake kung'ang'ania demokrasia peke yake, na wakati kuna ubepari, udikteta, ufashisti, lakini pia ukomunisti aliona pia kutamchelewesha. Huyu bwana aliamua kutembea na mifumo yote, kikubwa matokeo. Unaambiwa paka awe mweusi au mweupe kwake haikuwa nongwa, kikubwa kama tepanya. Alisema kujikita kwenye njia moja tu ukitegemea ikuletee matokeo chanya ni unyani. Unaambiwa kuvunja haki za binadamu kwa maslahi ya Singapore kwake haikuwa na shida. Hakuwa tayari kuona meli inazama kwa sababu ya Yona yumo ndani, alimzamisha majini. Hii ni ile falsafa ya ukiona jicho linakukosesha ling'oe ubaki chongo. Hata vyombo vya habari aliwaambia ni wadau wa maendeleo, kwa hiyo wafanye kazi kwa maslahi ya jamii na sio kutukana na kudhalilisha watu pekee. Aliwatimua wafanyakazi wote wezi na wala rushwa, na wote waliopatwa na hatia walinyongwa hadharani. Kupinga jitihada za serikali lilikuwa ni kosa lisilosameheka. Huyu bwana alijisifu kuunyamazisha upinzani. Anasema angeruhusu kelele za upinzani asingepata muda wa kujenga nchi. Huyu bwana alisema uhuru wa kila mtu kusema anavyojisikia, au uhuru wa mtoto kumfunga baba yake, au ule uhuru wa mtu kumtukana kiongozi wa nchi, uhuru wa kukosa adabu eti wawachie wa Marekani. Lee aliamini katika nchi unajenga kwanza utajiri, halafu utajiri ndio unajenga demokrasia na haki za binadamu. Huwezi kuruhusu demokrasia kwenye umasikini mkatoboa. Vita ya umasikini haipigani kwa uhuru wa kusema. Unaambiwa mambo haya kama demokrasia na haki za kibinadamu huja baada ya watu kushiba na kuwa na mali. Hata hizi nchi zinazosifika kwa demokrasia duniani hazikuwa na demokrasia. Walianza na ubabe wakajenga nchi zao. Unaambiwa hawakuwa na kitu kinachoitwa haki za kibinadamu. Unaambiwa miaka ya 60 na 70 zilitokea vurugu za kidini na kutaka kuivuruga Singapore. Akawaletea kikundi cha ulinzi kutoka nje kikaitwa The Gurkhas Regiment.
Unaambiwa mpaka leo ndio polisi wa Singapore. Na hii ya mwisho inaitwa honesty. Hapa unaambiwa bwana Lee alimaanisha zero tolerance for corruption. Yaani huyu bwana alikosa uvumilivu kwa vitendo vya rushwa kabisa. Unaambiwa alidhibiti rushwa kwa mkono wa chuma. Ukikamatwa bwana we ulisema. Unaambiwa bwana we alipenda kusema ukitaka watu wakuelewe funga jela marafiki zako karibu hata 3. Huyu bwana aliwahi kumfunga naibu waziri mkuu wake. Watu wakasema kumbe mwamba cheki na nyani. Hii ilisaidia kujenga jamii ya uaminifu. Ukweli ukawepo, uwazi na uwajibikaji ikawa kipaumbele. Hata ile taasisi yake ya rushwa ya CPIB aliipa meno. Ikikukamatwa bwana we ilikutafuna kweli kweli. Lee aliamini elimu bila maadili mema ni janga la taifa. Hii ni kweli kabisa, hata mimi nakubaliana naye. Maana hata huku kwetu watu wanaotajwa kwa wizi na CAG ni wasomi wazuri wenye maadili mabaya kabisa. Unaambiwa ili taifa liendelee pamoja na kuwa na wasomi ni lazima kulea wananchi wake katika maadili ya nidhamu, uadilifu, heshima, busara na hofu ya kufanya ubaya. Unaambiwa huyu bwana aliingilia mpaka maisha binafsi ya kila raia, tena kwa ukali. Hakuna mtu aliyekaa nchini kwake bila kazi. Lazima nchi ijue unafanya nini ili kama mzurulaji ushughulikiwe. Huyu bwana aliendesha nchi kama familia ya baba mkali. Baba mkali ambaye haongeagi mara mbili. Unaambiwa madingi ya zamani mtoto akikosea mlipigwa wewe na mama yako. Ila hayo madingi bwana we yalikuwa bure kabisa, ingawa yalitengeneza vizazi bora. Huyu Lee alihakikisha watu wanamuogopa kweli kweli. Aliwahi kusema kiongozi lazima aogopwe. Ikiwa hakuna mtu anayeniogopa mimi sina maana. Kiongozi asipoogopwa watu watakuzoea. Wakikuzoea watakudharau. Wakikudharau utashindwa kuongoza. Na ukishindwa kuongoza utachekwa na wale uliowachekea. Hata Gaius Julius Caesar aliwahi kusema, sijali kama watu wangu wananiheshimu, kitu cha muhimu nataka waniogope. Caesar alikuwa mfalme wa 3 wa dola ya Warumi kuanzia mwaka 37 hadi 41 AD, na baadaye alipinduliwa na kunyongwa. Kumbe nidhamu haijengwi kwa kuchekeana. Hata watoto wako ukiwachekea nyumbani, ipo siku watakuaibisha hadharani. Hata ndiyo maana mwanafalsafa wa kale Thomas Hobbes aliwahi kusema eti kwamba binadamu ni kiumbe hatari, lazima adhibitiwe. Watu waliendelea kuwa na imani kubwa na Lee. Hii ni kutokana na jitihada zake za kupambana na rushwa, kubana matumizi na kuleta nidhamu serikalini, lakini pia kuboresha miundombinu ya umeme, barabara, reli, maji na viwanja vya ndege. Lee anasema walijenga miundombinu ikakutana na watu wasiokuwa na ustaarabu, watu wachafu, waharibifu, watu ambao hawajali mali ya umma. Akasema hamnijui nyie. Mtu anatafuna jojo anatema kwenye reli anasababisha shida. Wengine kubandika kwenye kuta nzuri, kujisaidia bila kuflashi. Wale wengine unaambiwa miaka ya 60 Singapore ilikuwa masikini kuliko nchi nyingi za Afrika. Ilo naambiwa mabwana hao walimpata Lee Kuan Yew na historia yao ikabadilika ghafla. Unaambiwa umasikini ukatoka kwa watu ukahamia kwenye vitabu na majumba ya makumbusho. Halafu ukubwa wa Singapore ni nusu ya jiji la Dar es Salaam. Ila unaambiwa uchumi wake unaizidi nchi zote za Afrika Mashariki kwa pamoja. Sasa hapa bwana we, habari kubwa ni malofa kuwa matajiri wakubwa wa dunia. Tena unaambiwa ndani ya miaka 10 tu tangu uhuru. Haya ni matokeo ya akili kubwa ya Lee Kuan Yew. Huyu bwana alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Singapore. Huyu bwana Lee anatufundisha kwamba utajiri sio rasilimali. Utajiri bwana we ni akili. Singapore hawana rasilimali kama vile tulizonazo Afrika, lakini wametuacha. Unaambiwa huyu bwana alianza kutawala Singapore akiwa na umri wa miaka 35 tu. Akaishangaza dunia kwa sababu uongozi sio umri bali ni akili. Na unaambiwa mwaka 1959 Singapore ilipopata uhuru, wa Singapore walifikiri kwa udogo wao wasingeweza kuendelea. Kwa hiyo wakaamua kuingia kwenye muungano na Malaysia. Kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ingawa kuna umoja mwingine ni wa kupotezeana muda kweli kweli. Na unaambiwa hata hivyo wa Singapore waliona muungano ni bure kabisa. Wakaandamana kuvunja na ilikuwa ni mwaka 1965 wakaondolewa. Lee bwana huyu alilia sana wakijua wamekwisha, maana hawakuwa na rasilimali.